Takribani saa 11 kutokea uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam hadi hapa uwanja wa ndege wa kimataifa Vonkon Moscow nchini Urusi. Ndege ya shirika la ndege Tanzania ATCL inazindua rasmi safari zake kutokea Dar es Salaam hadi hapa Moscow. Lengo mbalimbali yakaelezwa kuanzisha kwa safari hiyo, kama hapa Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa anavyoeleza. Angalia kama daraja linalowaunganisha wananchi wa Tanzania na wananchi wa Urusi. Tunaangalia kama daraja linalounganisha wawekezaji wa Urusi na wawekezaji wa Tanzania. Tunaangalia kama daraja ambalo litakuza uchumi wa nchi zetu mbili, pia itakuza sekta utalii ambao Mheshimiwa Waziri yuko hapa, lakini pia daraja hili litakuza utamaduni wetu baina ya nchi zetu hizi mbili. Kwa vile sisi tunaangalia katika jicho hilo, na tunaamini kama leo alivyosema mtendaji kwamba sasa hivi tuna abiria karibuni 147 wametoka Tanzania wamekuja hapa. Abiria hawa wataongezeka siku baada ya siku. Sisi kwa upande wa Wizara ya Uchukuzi tutahakikisha kwamba tunaendelea kujenga miundombinu ya kisasa ili kuhakikisha kwamba abiria wetu wanaokuja wanapata huduma zilizotukuka. Mwisho kabisa, sitaongea mambo ya utalii kwa sababu mheshimiwa yuko, lakini mwisho kabisa naomba niwahakikishie wasafirishaji abiria wetu, watalii na wageni wote wanaotoka Urusi kwamba sisi tuko tayari kuwapokea, kuanza Dar es Salaam, Zanzibar, Serengeti pamoja na Ngorongoro na maeneo mengine yote ya Tanzania. Tumejipanga, na pia niwahakikishie kwamba kwenye ndege zetu tutaendelea kuboresha na kutoa huduma zilizotukuka kuhakikisha kwamba hawatojuta hata siku moja kupanda ndege yetu ya Air Tanzania. Lakini sasa akipanda ndege hapa Moscow, direct anakwenda kutua Dar es Salaam. Moja, inawapunguzia muda wa kusafiri watalii wetu, na pili hata gharama za kusafiri. Kwa sababu unapounganisha humo njiani utatumia gharama kubwa kufika kule kwetu. Hiyo ilikuwa inatupunguzia sana watalii ambao walikuwa na matumaini ya kuja kutembelea taifa letu. Naomba mfahamu pia Mheshimiwa Rais wetu alipoandaa zile filamu mbili ya Tanzania The Royal Tour na Amazing Tanzania, tuliona kiwango kikubwa cha watalii ambao walitoka nchi za Ulaya na Marekani, na sasa nchi za China mashariki ya mbali nao pia wameanza kuongezeka kuja kwetu nchini. Lakini bado kulikuwa na hilo lalamiko la kuunganisha kwa safari zetu. Ndio maana mmemsikia hapa mkurugenzi wa utalii ambaye kwa hapa ni kama katibu mkuu wa Wizara ya Utalii hapa Russia, amesema tumekuwa na ongezeko la 40%. Tulikuwa na watalii 17,100 tu mwaka jana waliotoka Russia kwenda Tanzania, lakini kuna potential, kuna fursa kubwa ya kwenda hadi 200,000 watalii wa kwenda Tanzania. Kwa nini nasema ni potential? Nasema ni potential kwa sababu ndege ambayo tumetua nayo leo hii inarudi Tanzania ikiwa imejaa watalii. Wanarudi nyumbani watalii. Hapo ndio tumeanza, imetua tu, hatujaenda kwenye ile business forum ambayo tunaenda kuifanya jioni hii ya leo. Kwa upande wake afisa mtendaji mkuu wa shirika la ndege Tanzania ATCL Mhandisi Peter Ulanga anasema mapokezi ya safari yamekuwa mazuri, kwani ndege inatarajiwa kuondoka na abiria 143 kurudi Tanzania na itatua katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume Zanzibar hapo kesho. Ambalo tunaliona ni kwamba kuna mwitikio mkubwa kabisa kwa waabiria kuanza kutumia safari hii. Ndege hii itaondoka leo kurudi Zanzibar na Dar es Salaam ikiwa na abiria 143, ambapo kwa safari za mwanzo huwa ni idadi kubwa sana, lakini tunamshukuru Mungu kwamba maandalizi yameenda sawa na maono ya serikali yetu kwamba kweli kuna biashara kubwa hasa ya utalii. Suleiman Kakoso ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge miundombinu, anasema uzinduzi wa safari hiyo unaenda kuchochea uchumi wa Tanzania, huku akitaka wafanyabiashara wa Tanzania kuchangamkia fursa zilizopo nchini Urusi. Kuchachua uchumi ndani ya nchi yetu. Kwanza kwenye sekta ya utalii, tunavyoongea tayari kuna watalii ambao wamefanya booking ya nyumba kule maeneo ya Zanzibar. Karibu nyumba 300 zinategemea kupata watalii ambao wataenda kuona vivutio vyetu vya nchi yetu. Lakini kiuchumi itawasaidia sana wananchi ambao watafanya shughuli zao za kibiashara, kwa sababu watalii wanapofika hawaishii tu kuona vile vivutio,
lakini itasaidia kwa kiwango kikubwa sana kwa wananchi wote ambao wapo kwenye maeneo hayo. Wito wangu kwa Watanzania, tuzitumie fursa ambazo serikali imeziweka kupitia shirika la ndege, waweze kuzitumia, hasa kundi la wafanyabiashara. Tumefika Moscow, kwa mtu ambaye yuko Tanzania anaweza kufikiria kabisa kwamba jiji la Moscow hakupitiki, lakini uhalisia sisi tumefika huku. Waje wajitokeze wafanyabiashara, wapate network na wenzao wa huku Russia, ili waweze kuzitumia fursa ambazo zipo kupitia shirika letu ambalo sasa litafanya ruti za moja kwa moja. Ni fursa za kipekee ambazo watazipata.